wananchi wametakiwa kuendelea kufuata taratibu zilizowekwa na serikali katika uchimbaji wa visima. Akielezea umuhimu wa kushirikisha wataalamu wa bonde la Pangani, Engineer Segule Segule amesema maji ya chini ya ardhi ni muhimu kupimwa mara kwa mara ili kujua usalama wa maji hayo. Tuendelee kufuata taratibu ambazo serikali imeziweka, hasa kwenye visima. Ipo dhana ya kwamba kwa sababu mtu amepewa labda na mkurugenzi kiwanja au na serikali ya kijiji kiwanja au shamba, anadhani na namna ya kuyapata yale maji chini kule ni kwa sababu ni kiwanja chake, basi yale nani yake. Serikali imeweka utaratibu wa kisheria kutulinda sisi tupate huduma bora, lakini pia kuilinda hiyo rasilimali yenyewe. Sasa rasilimali chini ya ardhi wanasema ni hatarishi zaidi kuliko yale juu ya ardhi. Juu ya ardhi yakishafuka si unayaona. Chini ya ardhi unaweza mkadhurika ukoo mzima au kijiji kizima kwa muda mrefu kwa sababu ya madhara yaliyosababishwa na mtu mwingine, kwa sababu hatuoni, tunaweza tukajikuta tunaathirika na madhara yake. Kwa hiyo mimi nadhani wananchi wahimizane, na hilo ni jukumu la kila mmoja wetu, sio bonde la Pangani. Kila mmoja wetu ukimwona mtu anachimba kisima, muulize, una kibali cha bonde? Na awe na wajibu wa kukuonyesha. Na ili kwa wananchi sio ombi. Sheria yetu sisi inaitwa sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji, imetoa wajibu kwa kila mwananchi. Kwa hiyo wewe ukienda pale, ili yani hawezi kukwambia wewe ni nani. Sheria inakutambua wewe ni sehemu ya wasimamizi wa rasilimali za maji. Kwa hiyo mwananchi wote ana haki ya kumuuliza mtu, wewe unachimba kisima, una kibali? Kwa hiyo tusimamiane ili tuweze kuimarisha ubora wa rasilimali zetu maji, tuweze kuzitunza kwa ajili yetu sisi na vizazi vijazo. Kwa upande wao, wataalamu kutoka bonde la Pangani wanaotekeleza zoezi la upimaji na utambuzi wa visima, Naisi Minja na mkemia wa maabara ya ubora wa maji Mpajieli Josefu, wakaelezea maendeleo ya zoezi la utambuzi wa visima na ubora wa maji linavyoendelea. Maeneo mengi kwenye jiji la Tanga, watumia maji wengi wanatumia maji ya visima, especially sehemu zile za taasisi kama misikiti na makanisa. Vyanzo vyao vikubwa ni maji chini ya ardhi. Kwa hiyo tumepita kuvitambua na tumevitambua na tumechukua sampuli kwa ajili ya kupima ubora wa maji. Sasa tunaendelea na hili zoezi. Tukishakamilisha zoezi, tutatoa ripoti inayohusiana na ubora wa maji katika zoezi la kutambua visima katika jiji la Tanga. Na kiujumla hali ya ubora wa maji katika zoezi letu mpaka sasa ipo vizuri, na tunatambua maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, matumizi ya umwagiliaji, lakini pamoja na pia wanavyoona matumizi kwa ajili ya ujenzi. Maabara ya ubora wa maji inasimamia ubora wa maji katika eneo hili la Tanga mjini. Mpaka sasa tumechukua jumla ya sampuli zisizopungua 30. Zaidi ya sampuli 30 za maji, hasa katika yale maeneo ambayo ya jamii yale maeneo ambayo maji yake yanatumika na watu wengi. Ndio tunachukua sampuli za maji ili kuangalia ubora wake, ili kuhakikisha kwamba jamii inapata huduma ya maji safi na salama. Naye mtendaji wa kata ya Saruji Fadi Salum na mwalimu wa matengenezo na ukarabati wa shule ya sekondari Maweni wakashukuru bonde la Mto Pangani kwa zoezi hili lenye tija kwao. Zoezi hili ambalo la utambuzi wa visima liko chini ya bonde la Mto Pangani kwa kata yetu ya Maweni na mitaa yetu ambayo ni minne. Kwa kweli limekuwa ni zoezi zuri sana na wananchi wamelipokea vizuri, na tumepata pia pongezi kutoka kwa wananchi kwa sababu wamepata kuweza kuhojiwa kwa taarifa mbalimbali ambazo wameweza kuzitoa na ambazo kwa wao pia zitaweza kuwasaidia pia. Kwa hiyo kwa kweli sisi tumelipokea vizuri kama viongozi wa serikali ya mtaa wa kata ya Maweni na mitaa yake kwa ujumla, lakini pia tumekutana na baadhi ya changamoto. Tumepita kwenye baadhi ya maeneo tukutana na watu, lakini tulitumia njia ya mawasiliano ya simu tukapata baadhi ya taarifa. Na kwa kipindi hiki cha mvua pia kumekuwa na changamoto ya barabara, lakini tunashukuru Mungu pia na kwa pamoja tumeshirikiana, zoezi limeenda vizuri na bado tunaendelea kuweza kulitekeleza tuweze kumalizia hii mitaa miwili, mtaa wa Kange na mtaa wa Kasera. Binafsi nimefarijika na nimefurahi kwa sababu nimejifunza vitu vingi. Tulikuwa tukitumia tu maji bila kujua kwamba kuna namna ya kuweza kujua ubora wake, urefu wa kisima na kadhalika, lakini kwa kweli tumejifunza vitu vingi sana. Naamini
itatusaidia pia hata kwa ajili ya katika usalama wa shule, wa jamii inayotuzunguka, watoto maji wanaotumia na kadhalika. Itatusaidia sana kuweza kufahamu hivi vitu jinsi vinavyokuwa, nafuatilia sasa kuona namna gani ya kuweza kuangalia haya maji mara kwa mara. Bonde la Pangani limeweka mkakati kuhakikisha wananchi wanaotumia visima wanapata maji safi na salama. Pamela Chaula, Tanga TV.